njema katikati ya wewe unasikia mkazi wa Mtwara. Ninazo habari njema, ninaomba niweze kuomba na kisha nisome maneno ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu, namiliki na kutawala mji huu, nikiomba neema yako na uweza Yesu Kristo kapite na kuokoa. Ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ninaomba nisome neno moja katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5. Ufunuo sura ya 5 na ule mstari wake wa 4. Ufunuo sura 5 mstari wa 4, Biblia inasema, nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu aliyestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye kabila la Yuda, jina la Daudi, ameshinda pale ukifungua kitabu na zile mihuri zake 7. Nataka nikwambie mchana leo ya kwamba ilitokea dharura mbinguni kwa sababu ya dhambi za wanadamu duniani. Ilipotokea dharura mbinguni, ikaonekana ni nani ambaye ana uwezo wa kusamehe dhambi na kutakasa. Kikao hiki kikakaliwa, malaika wakakaa kimya, makerubi wakakaa kimya, wenye uhai wa 4 wakakaa kimya, wazee 24 wakakaa kimya. Na Yohana alipokuwa anapata ufunuo akalia kwa sauti kuu, kwa sababu hakuna ambaye anaweza kustahili kufungua ile mihuri yake. Lakini akasikia sauti ya mwana kondoo ikisema, usilie, yupo simba kabila la Yuda, Yesu Kristo aliyepigwa msalabani, aliyechinjwa ili apate kumwokoa mwanadamu na dhambi zake. Na mchana leo namtangaza Yesu Kristo aliyekufa msalabani aweze kuokoa dhambi za watu, aliyekufa msalabani aweze kuponya magonjwa ya watu, aliyekufa msalabani aweze kutuandalia mbingu. Mchana leo namtangaza Yesu Kristo ya kwamba ukimpokea Bwana una uhakika wa uzima wa milele, maana usipompokea Yesu Kristo hakuna uzima wa milele. Ninamtangaza Yesu Kristo, watu wa Mtwara sikieni ya kwamba ni sauti ya toba inalia tena katika mji huu. Watu, tengenezeni njia zenu, Yesu anarudi tena. Tengenezeni njia zenu, Yesu anarudi tena. Nataka nikwambie, hakuna dhabihu ya sadaka ingetosha kuweza kumkomboa mwanadamu katika dhambi. Hakuna pesa ingetosha kuweza kumwokoa mwanadamu katika dhambi. Hakuna gharama ingetosha kuweza kumkomboa mwanadamu katika dhambi. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo, ulimwengu mzima unapata ondoleo la dhambi. Ukimwamini Yesu siku ya leo, unapata ondoleo la dhambi. Ukimwamini Yesu mchana wa leo, unapata ondoleo la dhambi. Ukimwamini Yesu, mtu wa Mtwara, lazima utaokolewa mchana wa leo. Ninazo habari njema ya kwamba Yesu ana uwezo wa kusamehe, Yesu ana uwezo wa kuponya, Yesu ana uwezo wa kuondoa jina lako kwenye kitabu cha hukumu na kuliandika kwenye kitabu cha uzima wa milele. Mwamini Yesu siku ya leo, mwamini Yesu siku ya leo, mwamini Yesu siku ya leo. Tubuni, ni wakati wa toba na uamsho. Tanzania lazima msikie, ni wakati wa toba na uamsho. Nimetumwa kama mjumbe wa nyakati hizi, nikiwa nimeambatana watumishi wa Bwana, ya kwamba Bwana akaweka mzigo ndani ya mioyo yetu, akaona watu wanaendelea katika dhambi kila mahali, akasema nendeni kila mahali kuhubiri toba na uamsho. Ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana, ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Tubuni na muweze kurudi. Yesu Kristo alipoonekana amechinjwa, alipochinjwa akatangaza mwisho wa dhambi, akasema yote yamekwisha. Alipochinjwa akasema yote yamekwisha. Nataka nitangaze dhambi zote zilikwisha msalabani. Wewe kumwamini Yesu tu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Imebaki kazi kwako kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Imefika mwisho, maana safari yetu bado inaendelea. Popote uliposikia neno hili unatamani kusamehewa dhambi zako, ninaomba utanifuatisha maneno haya. Kweli unaenda kanisani lakini bado unafanya uzinzi kwa siri. Ni kweli umechumbiwa lakini kabla ndoa mmekutana. Ni dhambi kama dhambi zingine. Ni mkeo lakini kabla ndoa bado sio mkeo. Nataka nikwambie mchana leo, usipotubu hauwezi kuingia kwenye mji wa uzima. Ni heri utubu ukiwa hai, maana ukifa hakuna toba inaweza kupokelewa. Kama unatamani kumpokea Yesu
Nasema, Bwana Yesu, ninashukuru kwa neema yako. Ninaomba nisamehe makosa yangu, na damu yako iliyomwaga msalabani ifute hatia zangu zote, na jina langu Yesu Kristo liandike kwenye kitabu cha uzima milele. Asante Yesu kwa kuniokoa, ni katika jina la Yesu, amen.